السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu wa iyadhahullah taala ibn Asal Aziz anasema Hazrat Asim bin Sabit alikuwa sahaba moja wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baba yake alikuwa anaitwa Sabit bin Qais na mama yake alikuwa anaitwa Shamus. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya udugu baina yake na baina ya Abdullah bin Jahash wakati wa vita ya Uhud. Makafari waliposhambulia kwa ghafla, wakati ule Waislamu walitawanyika. Wakati ule Hazrat Asim alikuwa amesimama pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa imara, na yeye alifanya bayet kwamba atatoa nafsi yake kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akihusika katika kabila la Aus na aliwahi kushiriki katika vita ya Badri pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Badri aliwauliza maswahaba zake, wakati mtakapopambana na maadui namna gani mtapigana nao? Hazrat Asim akamjibu Mtume sallam, ya Rasulullah, wakati hawa maadui watakapokuja karibu kiasi hiki kwamba tutaweza kuwarushia mishale, tutawarushia mishale, na wakati watakapokuwa karibu zaidi tutarusha mawe. Kisha yeye akashika mawe matatu katika mkono moja na mawe mawili katika mkono mwingine. Kisha akasema, wakati hawa maadui watakapokuja karibu kiasi hiki kwamba tunaweza kupigana nao kwa kutumia mkuki, tutapigana nao kwa kutumia mikuki, na mikuki itakapovunjwa sisi tutatumia upanga na tutawaua. Kwa kusikia hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hii ndiyo ni njia ya kupigana na makafiri. Kisha Mtume sallallahu akasema, yeyote atakayepigana basi apigane kwa maagizo ya Asim. Wakati ule Hazur anasema kulikuwa silaha ya mikuki na mishale na upanga. Kwa kutumia silaha hii watu walikuwa wakipigana. Hata wakati mwingine watu walikuwa wakitumia mawe, na vita wakati ule ilikuwa si kama siku hizi kwamba watoto na watu ambao hawana makosa wao wanauawa kwa kurushwa bomu. Mtu mmoja ambaye si Muislamu aliandika kitabu, na yeye katika kitabu chake anaeleza kuhusu vita ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anasema ninyi mnaleta shutuma dhidi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye alipigana na makafiri, alifanya vita, lakini katika vita yake
watu labda watu mamia kadhaa au watu maelfu kadhaa watakuwa wamekufa, lakini nyinyi ambao mnajiita kwamba ni watu wenye maendeleo sana na mnaheshimu binadamu, nyinyi katika vita moja, yani alitaja vita mbili ya kimataifa, alisema muliwaua watu wengi sana, na watu hao waliouawa ni watu wa kawaida, walikuwa hawana makosa. Hazur anasema kwamba siku hizi kwa bahati mbaya waislamu pia wanataka msaada kutoka kwa hawa wasiokuwa waislamu, na waislamu wanaendelea kuwaua waislamu wenzao bila kujali, badala ya hali ile kwamba maadui watakapokuja karibu wao waislamu wao watumie njia mbalimbali ya kuwaua waislamu, lakini badala hii wao waislamu wanaendelea kuwaua waislamu wenzao. Katika riwaya moja inapatikana Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu siku ya Uhud alirudi pamoja na upanga wake ambao ulikuwa umevunjika kwa sababu ya kupigana na makafiri. Hazrat Ali akamwambia Hazrat Fatima kwamba uhifadhi upanga huu, kwa sababu upanga huu nimetumia vizuri katika vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia maneno yake haya, Mtume akasema, wewe umepigana na makafiri kwa kutumia upanga vizuri. Sahal bin Hunayf, Abu Dujana na Asim bin Sabit na Haris bin Salma pia wametumia vizuri upanga wao. Katika riwaya moja imeelezwa hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wafungwa wa Badri, Abu Hamza ambaye alikuwa mshairi, kwa kumfanyia ihsani alimwacha huru, kwa sababu yeye alisema, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nina mabinti 5 na min ghairi yangu mimi hakuna mwingine ambaye atawalea, basi munipatie uhuru kwa sadaka ya hawa mabinti. Mtume sallam akamwacha uhuru huyu mdui. Abu Burza akasema kwamba mimi nakuahidi kwamba mimi sitapigana nanyi, wala mimi sitawasaidia makafiri kwa ajili ya kupigana nanyi. Kwa hiyo Mtume sallam aliposikia hii alimwacha uhuru na akamrudisha nyumbani kwake, na yani alimwacha bila kumalipo yoyote. Wakati Makureshi walipotaka kutoka kwa ajili ya Uhud, wakati ule Salman bin Umayya akaja na yeye akamwambia, wewe pia utoke pamoja nasi. Yeye akasema, mimi nimeshamwahidi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi sitawasaidia maadui dhidi yako wala sitapigana nanyi. Yeye Mtume Muhammad amenifanyia ihsani na hakufanya ihsani hii juu ya mingine isipokuwa mimi tu peke yangu, kwa mimi sitapigana na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Safwan akamwahidi kwamba ikiwa yeye anauawa, basi yeye atafanya mabinti zake kama ni mabinti zake, na yeye akibaki uhai yeye atampatia thamani kubwa sana. Yeye yani alimpatia tamaa ili aweze kutoka pamoja naye, na akamwambia, hata kama wewe unauawa, mimi nitafanya mabinti zako kama ni mabinti zangu, mimi nitawalea kama ni mabinti zangu, lakini kama wewe unasalimika katika vita, mimi nitakupatia mali nyingi sana. Kwa kusikia hii, yeye akaanza kukusanya makafiri. Si hii tu kwamba yeye mwenyewe alishiriki, bali alienda kuwachochea maadui dhidi ya Waislamu, yani alianza kuwakusanya makafiri dhidi ya Waislamu. Kisha alitoka katika Uhud pamoja na Makureshi, tena alikamatwa, na katika Makureshi kuna mwingine ambaye alikamatwa isipokuwa yeye peke yake. Yeye alipokamatwa mara ya tena akaulizwa kwamba wewe ulifanya ahadi kwamba hutapigana na Waislamu. Yeye akasema, ewe Muhammad sasa mimi nililazimishwa, mimi nina mabinti, basi unifanyie ihsani. Yani akarudia maneno yake yale yale aliyosema hapo awali wakati wa vita ya Badri. Wakati ule yeye aliachwa kwa sababu ya ahadi yake hii, na alifanyiwa ihsani na aliachwa huru. Yeye aliposema maneno haya tena, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwamba ile ahadi yako imeenda wapi ambayo ulifanyia pamoja nami? Mimi siwezi kukuacha tena huru. Wallahi wewe hutaweza kusema katika Makkah kwamba mara 2 nauzbila mimi nilimdanganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika riwaya nyingine imeelezwa hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, bila shaka
mwaminio haumwi katika tundu moja mara mbili. Kisha mtume sallam akatoa amri kwa yani akamwambia Asim bin Sabit kwamba huyu mtu auawe. Basi Asim akaja mbele na akamuua yule mtu. Yani yule aliyevunja ahadi kiasi hiki na alifanya uadui wa kiasi hiki, yeye anaadhibiwa. Hata katika hali hii wanaleta shutuma dhidi ya mtume, wanaleta shutuma kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam nauzubillah alimdhulumu yule mtu. Mwanasiasa wa Holland yeye anaendelea kumshambulia mtume sallallahu alaihi wasallam sana siku hizi. Ikiwa yeye anaweza kuonyesha mfano wa msamaha huu uliofanywa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika nchi yao, basi katika hali wanaweza kuwa sahihi katika shutuma yao, lakini hawawezi kuleta hata mfano moja wa msamaha wa aina hii. Tukio la Raji na habari ya Hazrat Asim, habari yake Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameeleza katika kitabu chake Sir Khataman Nabiyyin. Anaandika mtume sallallahu katika hijiria 4 pamoja na maswahaba zake wanne alitayarisha kundi, na Hazrat Asim alikuwa amiri wa kundi hili, na aliwaamuru kwamba wao waende kwa kimya na kwa kujificha na wajue habari ya makafiri wa Maka, na kisha wao walete taarifa ya maandalizi ya makafiri. Lakini hawa walikuwa bado hawajaondoka, kwamba watu wa kabila la Azar na Qara wakamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na wakasema, katika makabila yetu kwapo wengi ambao wanataka kusilimu, basi ututumie watu kadhaa, maswahaba zako kadhaa ambao watakao tusilimisha na watakao tupatia mafundisho ya Islam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hamu yao hii na kwa kuona shauku ya hawa watu akafurahi sana. Na wale watu ambao walitayarishwa ili walete taarifa ya makafiri wa Qurayshi, hawa maswahaba walitumwa pamoja na wale watu. Lakini kama baadaye ilijulikana kwamba hawa watu walikuwa waongo, walikuja kwa sababu ya kuchochea kwa kabila, na wao walifanyia mpango huu kwa ajili ya kuchukua malipo ya Sufyan bin Malik aliyeuawa, na wao walitaka kuwaua Waislamu kwa badala yake. Na mtu mmoja aliwapatia zawadi sana hawa makabila wote wa Azal na Kara. Wakati hawa watu waliokuwa wadanganyifu walipofika katikati ya Maka na Madina, wakatuma habari Banu Lahyan kwamba hawa Waislamu wanakuja pamoja nasi, kwa hiyo hivyo pia uje ili sisi tuwaue hawa Waislamu. Watu 200 katika kabila Banu Lahyan, 100 walikuwa wenye kurusha mishale, wakaja na wakafika katika sehemu ya Raji na wakawakamata hawa Waislamu 10. Walikuwa hawana uwezo wa kupigana na watu 200, lakini Waislamu hawakupewa mafundisho kwamba wao waonyeshe uvivu na woga. Wale makafiri wakawaita Waislamu kwamba msipande juu ya mlima, sisi tunawaahidini kwamba sisi hatutawaua. Hazrat Asim akawajibu kwamba sisi hatujali wala hatunaamini kuhusu ahadi zenu, sisi hatuwezi kushuka chini katika mlima. Kisha baadaye Asim akachukua mkono uso wake, akafanya mkono wake upande wa bingu na akasema, ewe Mola, unatuona, basi umfahamishe mtume kuhusu hali yetu. Kwa hiyo Hazrat Asim pamoja na wenzake wakapambana na makafiri. Kwa hiyo katika hali hii kupambana na makafiri, kupigana na makafiri, waliuawa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika zaidi kwamba katika tukio la Raji inapatikana riwaya hii pia kwamba wakati Makureshi wa Makka walipopata taarifa kwamba watu waliouawa na hawa Banu Lahyan, miongoni mwa hawa walikuwa Asim bin Sabit. Pia Asim bin Sabit kwa sababu alimuua rais kiongozi wa Kureshi, kwa hiyo wakatuma watu kadhaa upande wa Raji na wakamwambia kwamba lazima mukate kichwa cha Asim au kiungo kingine cha mwili wake na muje nao ili
sisi turidhike na ili sisi tupate utulivu, kwa sababu yeye alimuua kiongozi wetu. Katika riwaya nyingine inapatikana hivi kwamba mtu ambaye aliuawa na Hazrat Asim, mama yake Salafa bint Saad alifanya nadhri kwamba yeye katika kichwa cha yule mtu ambaye amemuua mtoto wake ataweka pombe na atakunywa pombe katika kichwa chake. Lakini wale watu walipofika kule wakakuta kwamba kuna nyuki wengi sana wamekaa juu ya maiti ya Asim na hawataki kuondoka. Wale watu walitumia njia zote nyuki waondoke, lakini hawakufaulu katika juhudi yao. Hatimaye wale watu wakarudi, kwa sababu maiti ya Asim ilifunikwa na nyuki. Baadaye ilikuja tufani na maiti ya Asim ilipelekwa sehemu nyingine. Imeandikwa kwamba Asim aliahidi kwamba baada ya kusilimu yeye ataepukana na ushirikina, hata yeye hatagusa mshirikina. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu alipopata tukio la kuuawa kwake, Hazrat Umar akasema, Mwenyezi Mungu anajali sana shauku ya waja wake. Hata baada ya kufa kwa Asim, Mungu alitimiza ahadi yake na washirikina hawakuweza kugusa mwili wake na maiti yake. Hazrat Asim radhiyallahu ta'ala anhu anaitwa Hamiyu Dabar, yani yule ambaye aliokolewa na nyuki. Mwenyezi Mungu baada ya kuuawa kwake kwa kutumia nyuki alimlinda. Baada ya kuuawa kwa Hazrat Asim, Mtume sallallahu alaihi wa sallam mwezi mzima katika swala ya fajri aliendelea kuwalaani makabila kadhaa. Katika riwaya nyingine inapatikana hivi kwamba Hazrat Asim dhidi ya maadui alikuwa anarusha mishale na alikuwa anasoma shairi hili, al-mautu haqqun, yani mauti ni haki na maisha hayana thamani, na yoyote Mungu anaamua inatokea sawa na uamuzi wake. Mtu anatakiwa akubali uamuzi wa Mwenyezi Mungu. Wakati Asim alipomaliza mishale yake akaanza kupigana na makafiri, mikuki ilipovunjika akatoa upanga wake, na katika hali hii aliendelea kupigana na makafiri mpaka aliuawa. Sahaba mwingine ambaye nataka kueleza leo ni Hazrat Sahal bin Hunayf Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hunayf bin Wahab alikuwa baba yake. Mama yake alikuwa anaitwa Hind binti Rafi. Upande wa mama alikuwa na ndugu wawili, Abdullah na Numan. Asad, Usman na Saad walikuwa watoto wake. Watoto wa Saad waliishi katika Madina na Baghdad. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya baina yake na baina ya Ali radhiyallahu ta'ala anhu udugu wakati alipohamia Madina. Yeye alishiriki katika Badri na katika vita vingine yote alishiriki pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala alikuwa sahaba mwenye heshima sana, lakini alikuwa si mtajiri sana. Sahaba moja anasimulia kwamba Hazrat Sahal anaeleza kwamba Abu Ayana anasimulia, nilimsikia Zuhri anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika mali ya Banu Nazir alimpatia Sahal bin Hunayf na sahaba mingine, na hakuwapatia watu wengine kwa sababu hawa watu walikuwa wanyonge, walikuwa hawana mali. Ibn Ishaq anasimulia Mtume sallam alipohamia Madina, Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu siku 3 alibaki katika Maka na alirudisha amana za watu
ambazo mtume sasam alikuwa anazo. kisha ali radhiallahu taala anhu pia alihamia madina na alikutana na mtume sasam na alikaa kwa Hazrat Kulsum. wakati wa safari yake katika Quba pia siku moja Hazrat Ali alisimama. alikuwa anaeleza kwamba katika Quba alikuwa Muislamu, mwanamke Muislamu mmoja ambaye alikuwa mjane. nilikuta kwamba usiku mtu mmoja anagonga mlango wake, anapiga hodi. yule mwanamke anatoka nje na yule mtu anampatia kitu chochote na yule mwanamke anapokea. yeye radhiallahu ta'ala anhu anasema nilipata wasiwasi na shaka, nikamwambia yule mwanamke kwamba ewe mtumishi wa Mungu, huyu mtu ni nani ambaye kila siku anakuja nyumbani kwako anapiga hodi, unapotoka nje yeye anakupatia kitu chochote? mimi sijui anakupatia kitu gani, na wewe ni Muislamu, mwanamke Muislamu, na wewe huna mume wako, kwa nini inatokea hivi? kwa hivyo kutoka kwako usiku hivi na kupokea kuzungumza na mtu ambaye si jamaa yako si sahihi. yule mwanamke akasema kwamba huyu ni Sahal bin Hunayf, yeye anajua kwamba mimi ni peke yangu na mimi sina mtu mwingine yeyote wa kusaidia. kwa hiyo usiku unapoingia yeye anavunja masanamu na ananipatia masanamu yaliyovunjwa ili mimi niwaunguze na niwachome. Hazrat Ali alikuwa akiendelea kueleza tukio lake mpaka Sahal alipofariki. yani yeye kwa ajili ya kuondoa ushirikina Sahal alitumia njia hii. Hazrat Sahal bin Hunayf alikuwa miongoni wa wale masahaba wenye shani sana ambao siku ya Uhud walionyesha uimara. siku ile ya Uhud alifanya baiatu ya Mtume sallam juu ya mauti. yeye alisimama mbele ya Mtume sallam kwa kuwa ngao wakati maadui walipokuwa wanawashambulia Waislamu na Waislamu walitawanyika. wakati ule alisimama mbele ya Mtume sallam kwa kuwa ngao. yeye alirusha mishale kwa niaba ya Mtume sallam. Mtume sallam alisema kwamba mpatieni mishale huyu Sahal kwa sababu yeye anajua namna ya kurusha mishale. inaelezwa mtu mmoja alikuwa Myahudi, alikuwa mahiri wa kurusha mikuki. mikuki yake ilikuwa ikilenga malengo yake. siku ya vita ya Banu Nazir Mtume sallallahu alaihi wa sallam hema iliwekwa kwa ajili ya Mtume sallam. yule Myahudi akarusha mkuki uliofika karibu na hema ya Mtume sallam. Mtume sallam akawaamuru maswahaba kwamba hema ile sehemu yake ibadilishwe iwekwe sehemu nyingine. kisha baadaye Ali radhiallahu ta'ala anhu aliendelea kumtafuta yule mtu aliyerusha mkuki, na yule alikuwa anafanya maandalizi ya kumuua Muislamu mmoja maarufu. Ali radhiallahu ta'ala anhu akamuua yule mdui na akaleta kichwa chake mbele ya Mtume sallam, na watu walikuwa pamoja naye wote wakakimbia. Mtume sallam kwa ajili ya kuwakamata wale watu kwa niaba ya Ali alituma watu 10. hawa watu walifuatwa na hawa watu 10. kwa hiyo wale wote waliuawa kwa sababu hawa wote walikuwa wamejificha kwa ajili ya kuwashambulia Waislamu. katika watu waliotumwa pamoja na hawa watu Abu Dujana na Hazrat Sal bin Hunayf pia walikuwa pamoja na hawa watu 10 waliotumwa pamoja na Hazrat Ali. kwa hiyo Huzuri anasema kwamba hakuna siku hata moja ambamo Waislamu walikuwa wakikaa kwa usalama, bali maadui walikuwa wakishambulia kila siku. ndio maana hawa waliuawa na ilitakiwa iwe hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya ushindi wa Khaybar katika bonde la Qura alienda. wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Waislamu walipofika katika bonde la Qura, Mayahudi walikuwa wamejiandaa tayari kwa ajili ya vita. kwa hiyo wakaanza kurusha mishale na mikuki. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtumwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aitwaye Midham yeye alikuwa
anaondoa vifaa vya safari na yeye akapigwa mishale na akauawa. Mtume sallam akasema maswahaba wawe tayari, na Mtume sallam akampatia bendera yake Hazrat Sahal na Hazrat Abad bin Bashar na sahaba mwingine. Mtume sallam aliwapatia hawa maswahaba watatu bendera yake. Baadaye waislamu walipigana na makafiri na waislamu walipata ushindi na waislamu walipata mali nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa kule siku 4 na aligawa mali ile katika maswahaba, na bustani na ardhi Mtume sallallahu aliwapatia Mayahudi. Ingawa Mtume sallallahu alipata ushindi, lakini Mtume sallallahu aliwapatia mabustani na ardhi hawa Mayahudi, lakini alimteua mtu mmoja kuwa kiongozi juu ya hawa. Kwa hiyo huu ni mfano mzuri wa kuwatendea maadui, kwamba ingawa ushindi ulipatikana, lakini Mtume sallallahu aliwapatia Mayahudi mabustani yao na ardhi yao na shamba yao. Hata wakati ule kama Mtume sallallahu anachukua mabustani na shamba, kulikuwa hakuna shutuma, lakini Mtume sallallahu hakufanya hivi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib anasema wakati ushindi wa Syria ilipopatikana, katika Sirat Khatamun Nabiyyin, Mirza Bashir Ahmad Sahib anaandika kwamba wakati ushindi wa Syria ilipopatikana na Wakristo walipokuwa chini ya utawala wa Waislamu, siku moja sahaba Mtume sallam Sahal bin Hunayf na Qais bin Saad walikuwa wamekaa katika mji wa Qadsia. Karibu nao jeneza ya Kristo mmoja ilipita, na hawa masaba wote wakasimama kwa kumpatia heshima. Mtu mmoja ambaye alikuwa hajui mafundisho ya Islam, kwa kuona hali hii yeye alishangaa sana, na akawauliza Sahal bin Hunayf kwamba huyu ni Mkristo sio Muislamu, kwa nini nyinyi mmesimama? Wakasema ndio, sisi tunajua huyu ni jeneza ya Mkristo, lakini hii ilikuwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona jeneza ya Waislamu alikuwa akisimama kwa heshima, na alikuwa akisema kwamba je, walikuwa hao si watumishi wa Mwenyezi Mungu? Hazur anasema kwamba hii ndiyo ni njia ya kuheshimu binadamu na kuondoa fitina katika watu, na msingi wake uliwekwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mfano huu ulifuatwa na maswahaba. Abu Wail anasimulia, tulikuwa katika Siffin. Hazrat Sahal bin Hunayf akasimama na akasema, enyi watu, muone mumejikosea, kwa sababu sisi katika tukio la Hudaybiyah tulikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tungeona wanapigana, sisi pia tungepigana. Hazrat Umar bin Khattab akaja na akasema, ya Rasulullah, je, sisi hatupo katika haki wakati wa vita ya Hudaybiyah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndiyo, sisi tupo katika haki. Akasema, je, watu Waislamu waliuawa wapo peponi na hawa makafiri waliuawa ni motoni? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndiyo, ni hivi. Hazrat Umar akasema kwamba sisi, kwa nini sisi tupate fedha hii dhidi ya dini yetu jinsi hawa wanatutendea? ji sisi turudi bila kufanya haji mpaka Mungu atoe uamuzi baina yetu na baina ya hawa makafiri? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ewe mtoto wa Khattab, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu na Mungu hatanipoteza. Kisha Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Bakar radhiyallahu alienda alimwendea Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu na alimwambia maneno yale yale alisema mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abubakar akasema, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume Mwenyezi Mungu, Mungu hatapoteza. Kisha baadaye imeandikwa katika Bukhari kwamba sura Al-Fatah iliposhuka, Mtume sasam alimsomea Hazrat Umar sura ile mpaka mwisho wake. Hazrat Umar akasema, je, huu ni ushindi? Mtume sasam akasema, ndio, huu ni ushindi. Yani ushindi umetajwa katika sura hii. Sayyid Walillah Shah Sahab katika tafsiri hii anasema kwamba Sifini katikati ya Syria na Iraq, ambapo Hazrat Ali na Hazrat Muawiya walipigana. Wakati watu wa Muawiya walipojua kwamba wanashindwa, wakati ule wao wakashika Qur'ani tukufu na wakainua Qur'ani na wakasema kwa kufanya hakam Qur'an uamuzi utolewe. Kwa hiyo vita ikasimama. Yani Hazrat Ali akasema watu wasipigane.
wengine wakaleta shutuma kwa nini vita imesimamishwa. Hadrat Sahal bin Hunayf alikuwa upande wa Hazrat Ali. Ye akasema ittahimu anfusakum, yani msidhani kwamba rai yenu ni sahihi, kwa sababu siku ya Hudaybiyah Hazrat Umar pia alikosea, lakini hatimaye baadaye ilijulikana kwa kupitia matukio mbalimbali kwamba mtume sasema alipewa baraka, na baraka iliwekwa katika uamuzi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. kisha akasema kwamba watu walikuwa wakidhani kitu fulani ni udhaifu, kitu kile kile kikawa ushindi, na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alijali vitu vyote. Hazur anasema kwamba muamini anatakiwa awe na dhana nzuri kila wakati, na ahadi inayofanywa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ahadi ile inatakiwa ifanywe bila kuwa na wasiwasi. Lakini Muislamu hatakiwi adanganywe mara ya tena. Kule katika vita, katika tukio la Hudaybiyah, mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Mwenyezi Mungu kuhusu hali halisi. Kwa hiyo wakati Hazrat Ali na Muawiya walipokuwa wanafanya sulhu, Hasala alisema tunatakiwa tufanye sulhu. Katika riwaya moja inaelezwa kwamba Hazrat Sala anasema mtume sasema aliniambia kwamba uende upande wa Maka na uwasalimie na uambie mtume sasema anawapatieni amri ya mambo matatu, kwamba msikule kiapo cha mababu zenu wakati mnapokwenda kwa ajili ya kujisaidia, msielekee upande wa kibla. Hivyo ndivyo nasaha ya tatu mtume sasema alitoa, kwamba msitumie mfupa na choo ya wanyama kwa ajili ya kujisafisha. Hazur anasema kwamba katika hii pia kuna hekima kwamba kwa sababu kuna wadudu aina mbalimbali wanaoweza kuleta madhara kwa ajili ya mtu. Hazur anasema ingawa siku hizi watu wanatumia maji, lakini wakati ule watu walikuwa wakitumia vitu hivi kwa ajili ya kujisafisha. Hazrat Ali, kama nimeshawahi kueleza, alisema kwamba upanga wangu umefanya kazi kubwa sana leo. Hazrat Asim bin Sabit na Sahal bin Hunayf, kuhusu hawa maswahaba pia mtume sallallahu alisema kwamba upanga wa hawa wawili pia umefanya kazi kubwa sana leo hii. Wakati Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bayati yake ilipofanywa, bayati ya Hazrat Ali ilipofanywa, wakati ule Hazrat Sahal alikuwa pamoja na Hazrat Ali. Wakati Hazrat Ali alipokwenda upande wa Basra, yeye alimwacha Hazrat Sahal kwa kuwa naibu yake. Alishiriki katika vita ya Siffin. Hazrat Ali alimteua kuwa amiri, lakini watu walimondoa. Kwa hiyo Hazrat Ali alituma mtu mwingine. Wale watu walimondoa si kwa sababu hii kwamba alikuwa anafanya makosa, lakini kila mtu anakuwa na tabia yake na jinsi ya kuwatendea wengine. Kwa hiyo sahaba mwingine aliyetumwa aliweza kuwakamata vizuri wale watu. Hazrat Sahal bin Hunayf alifariki katika Kufa katika hijiria 38 baada ya vita ya Siffin. Hazrat Ali aliongoza jeneza yake. Sahaba moja anaeleza kwamba Sahal alipofariki, Hazrat Ali radhiallahu ta'ala anhu alienda kwa ajili ya kuongoza jeneza yake. Hazrat Ali katika jeneza yake alisema takbir 6. Wengine hawakupenda mwenendo huu wa Hazrat Ali. Hazrat Ali akawaambia watu, Hazrat Sahal ni sahaba wa Badri. Jeneza yake ilipofika katika sehemu ya Jabana,
mtu mmoja alikutana nasi na akamwambia Ali radhiallahu ta'ala anhu kwamba sisi hatukuweza kushiriki jeneza ya Hazrat Sahal. kwa hiyo Ali radhiallahu ta'ala anhu aliwaruhusu wasali jeneza ya Sahal. kwa hiyo wao wakaswali jeneza ya Hazrat Sahal bin Hunayf mara ya tena. saba ya tatu nataka kueleza leo ni Hazrat Jabban bin Sakhar. alikuwa mtoto wa Sakhar bin Umayya. Hazrat Jabbar alishiriki katika baita ya Ukba pamoja na masahaba 70. mtume sallallahu baina ya Miqdad na Hazrat Jabbar alifanya udugu vita. wakati wa vita ya Badri umri wake ulikuwa miaka 32. mtume sallallahu alikuwa akimtuma upande wa Khaybar kwa ajili ya kufanya hesabu ya tende. na wakati wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu alifariki. wakati wa kufariki kwake umri wake ulikuwa miaka 62. Hazrat Jabbar katika vita ya Badri, Uhud na vile vile vita ingine yote alishiriki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Jabban bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wakati alipokuwa aenda upande wa Makkah, ni nani ambaye atafika sehemu ya Asaya kabla yetu? na ni nani ambaye atafanya maandalizi kabla hatujafika kule? Saba moja anasema kwamba ile ilikuwa sehemu ambapo mtume sasema alitutuma. Hazrat Jabbar akasema wakati ule kwamba mimi nikasimama na nikasema mtume sasema mimi nitafanya huduma hii. mtume sasema akasema basi uende utangulie. akafika sehemu ile na akatayarisha chemchem kule na akajaza maji ndani yake. na baadaye nikapata usingizi na nikalala na sikuamshwa mpaka mtu mmoja akaja na ngamia yake, na ye alikuwa anamzuia ngamia ili asinywe maji. yule mtu akasema, ewe mwenye kisima, ufike kisima chako. napofika kule na namuona kule ni mtume sallallahu alaihi wasallam yupo. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba yeye alikalisha ngamia yake na akasema, ulete chombo pamoja nami. mimi nikashika chombo na nikamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya wudu vizuri, mimi pia nikatawadha pamoja naye. kisha akasimama kwa ajili ya swala, mimi nikasimama upande wa kushoto. yani mtume sallallahu alaihi wasallam mara baada ya kufika kule alitawadha na akasimama kwa ajili ya kusali nafali. anasema mimi nikasimama upande wa kushoto kwake. mtume sallallahu akashika mkono wangu na akanifanya nisimame upande wa kulia kwake. yani yeye pia alipata shauku ya kusali nafali pamoja na mtume sallallahu. kwa hiyo akasimama upande wa kushoto. mtume sallallahu mara moja akamsimamisha upande wa kulia. Hazur anasema kwamba inatakiwa iwe hivi kwamba wakati watu wawili wanaswali, mmoja anatakiwa asimame upande wa kulia. anasema tukaswali swala na tulikuwa katika swala na watu wengine pia wakaja pale. siku ya vita ya Badri mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya dua, Allahumma ighfirli Nawfal ibn Khuwail, Allah Nawfal dhidi ya Nawfal uwe unisaidie. na Nawfal alimfanya Jabbar kuwa kama ni mfungwa wake. mtu sasa akauliza kwamba je, mtu yeyote anajua kuhusu Nawfal? Ali akasema mimi nimeshamuua yule mtu. mtume sallam alifanya dua hii kwamba sifa zote njema zinamhusu Mwenyezi Mungu ambaye amepokea dua yangu. yani yule Nawfal alikuwa mdui wa hali ya juu, na mtume sallam aliomba kwamba Mungu amsaidie. kwa hiyo Mungu alifanya mpango wa kuuawa kwa huyu mdui. kisha katika riwaya moja inapatikana wakati mtume sallam alipohamia Madina, kila mtu alikuwa na hamu mtume sallam akae nyumbani kwake.
kuhusu hii kuna riwaya chungu mzima, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mahali ambapo ngamia yangu watakaa kule mimi nitakaa. kwa hiyo ngamia iliyopita katika mitaa mbalimbali ya Madina, kila mtu akamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tafadhali ukae kwetu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba muache njia ya ngamia, amepewa amri, yani yeye atakaa sawa na hiari ya Mwenyezi Mungu. Na ngamia yake aliendelea kutembea, akafika mbele ya mlango wa msikiti wa Nabawi na akakaa mbele ya msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati ngamia yake alipokaa, wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam akapata wahi, ufunuo. Mtume sallallahu alaihi wasallam bado alikuwa juu ya ngamia yake. Baada tena ngamia akainuka na akaenda mbele kidogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwacha, alikuwa anaenda, na tena yule ngamia akaja tena na kakaa sehemu ile ile alipokaa mwanzoni. Hazrat Jabbar bin Sakhar kwa tegemeo hili kwamba ngamia yake akae katika mtaa wa Banu Salama, akajaribu kuminua yule ngamia, lakini yule ngamia hakuinuka. Mtume sasa akasema sisi tutakaa hapa. Kisha mtume sasa akasoma aya hii, qul rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin, wa qul rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Yani Mola wangu, uniteremshe katika sehemu ya baraka, na wewe ni mteremshaji mzuri. Kisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, ni nani ambaye yupo karibu sana? Hazrat Abu Ayyub Ansari akasema, nyumba yangu ni karibu sana hapa, na huu ni mlango wa nyumba yangu, na sisi tayari tumeshaweka vifaa vyako nyumbani kwetu. Mtume sallallahu akasema, sawa, utayarishe sehemu kwa ajili ya kupumzika. Hazrat Abu Ayyub Ansari akaandaa nafasi sehemu kwa ajili ya kupumzika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu mmoja alikuwa mzee sana na alikuwa mdui wa makafiri, alikuwa mdui sana wa Waislamu. Yeye alipita karibu na Waislamu ambao walikuwa wamekaa, na alipokuta Waislamu wanapendana, na alipoona mapenzi, hali ya mapenzi ya mtume maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule mtu, wale maswahaba walipata neema hii kwa sababu ya kusilimu. Kabla ya kusilimu wale walikuwa maadui, walikuwa wakipigana, lakini kwa sababu ya Islam, Waislamu walikuwa kitu kimoja na walianza kupendana. Basi yule mtu kwa kuona Waislamu katika hali akapata ghadhabu sana. Shahs bin Qais, huyu mtu akasema kwamba kiongozi wa Banu Qaila amekaa katika sehemu hii, madamu wanakaa hapa sisi hatuwezi kukaa utulivu. Yani namna gani sisi tukubali kwamba hawa walikuwa maadui sasa wawe kama ni kitu kimoja? Kwa hiyo akamwambia kijana mwingine ambaye alikuwa pamoja naye kwamba yeye akae pamoja na wale maswahaba na aanze kueleza habari ya vita ya Buas na habari ya vita mbalimbali vilivyotokea, na vile vile asome shairi. Kwa hiyo yeye akafanya vile alivyoambiwa. Shairi iliyosemwa wakati ule dhidi ya makabila, basi yule kijana kwa sababu ya kusoma kwake shairi, wale Waislamu wakapata ghadhabu tena, na kwa hiyo kabila moja likasema kwamba mshairi wetu alisema hivi na hivi, na kabila lingine wakasema kwamba mshairi wetu alisoma shairi hivi na hivi. Kwa hiyo basi hawa wote Waislamu walikuwa wamekaa kwa mapenzi sana, kwa upendo sana. Kwa sababu ya fitina yule kijana wakaanza kuhitilafiana na wakaanza kufanya fahari juu ya wengine, mpaka watu wawili, Aus bin Kazi na Jabbar bin Sakhar, wakaanza kupigana. Mmoja akamwambia mwingine, ikiwa wewe unataka sisi tupo tayari kupigana. Yani hali ilifikia kiasi hiki kwamba wote wawili wakaanza kuamua kupigana, na wakaanza kufanya madai ya dhama ya ujahili.
mtume sallallahu alipata taarifa ya tukio hili. mtume sallallahu akaja kwa Aus na Khizraj, pamoja naye walikuwa maswahaba wa Muhajirin. mtume sallallahu akawaambia, enyi kundi la Waislamu, mche Mwenyezi Mungu, mche Mwenyezi Mungu. Je, nyinyi mpaka leo mnafanya madai ya ujahili wakati mimi nipo kati yenu? Na Mwenyezi Mungu amewaongozeni upande wa Islamu na amewapatieni heshima na ameondoa mambo ya ujahili kati yenu na amewaokoeni katika ukafiri na ametia mapenzi kati yenu. Je, nyinyi kama zamani mnataka kurudi katika ukafiri? Maswahaba mara moja wakajuta kwamba hii ni kazi ya shetani. Kwa hiyo wakaacha silaha zao na wakaanza kupeana mkono na wakaanza kuambatiana na wakaanza kusema maneno ya mapenzi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alizima moto uliowashwa na yule mtu. Aya hii pia ilishuka kul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabgunaha iwaja wa antum shuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Yani uwaambie enyi watu wa kitabu, kwa nini nyinyi mnakataa aya za Mwenyezi Mungu wakati Mungu mwenyewe ni shahidi yote mnayofanya? Uwaambie enyi wenye kitabu, yeyote aliyeamini, kwa nini mamzuia katika njia ya Mungu? Ninyi kwa nini mnaleta upotevu katika mwongozo? Hazrat Jabbar bin Sakhar pamoja na wenzake wengine ambao walichochewa na Shaz kuhusu tukio hili, aya hii ilishuka, ya ayyuhallazina amanu in tutiu fariqan min allazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasulu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Enyi wale watu mlioamini, ikiwa nyinyi mkifuata katika watu hao waliopewa kitabu, basi hao watu baada ya imani yenu watawarudisheni katika ukafiri. Na namna gani mnaweza kukataa wakati aya za Mungu zinasomwa juu yenu na mtume wenu wake yupo kati yenu? Yule ambaye anaishika amri za Mwenyezi Mungu, bila shaka yeye ameongozwa katika njia iliyonyoka. Hazur anasema kwamba hii ilikuwa hali ya wale maswahaba. Wao walidanganywa na shetani, lakini wao walipokumbushwa kuhusu majukumu yao wakati mtume sallallahu alipowaambia kwamba kwa nini mnarudi katika hali ya ujahili na ujinga, mara moja wao walijuta na wao walipatana na walianza kupendana tena. Hii ilikuwa mifano ya hawa maswahaba wa mtume sallallahu. Hazur anasema siku hizi watu kwa sababu mambo madogo madogo wanaanza kuleta ikhtilafu. Kwa ajili yao pia kuna mfano mzuri huu katika maswahaba hawa. Wale maswahaba ambao walikuwa wakipigana zamani, ikiwa baadaye wakawa ndugu, sasa siku hizi wale Waislamu ambao wanasoma shahada moja na wamezaliwa katika jamaat moja, kwa nini hawezi kuondoa ikhtilafu? Baadhi wakati mimi napata matukio ya aina hii kwamba kwa sababu ya kibri ikhtilafu inapatikana. Vijana wengine wanasema kwa sababu ya ikhtilafu ya familia yetu vizazi vinataka kuungana na vizazi vingine, lakini kwa sababu ya wazee wetu, wakubwa wetu, sisi hatuwezi kuungana na jamaa zetu. Huzuri anasema hawa watu wanatakiwa wapate akili na ufahamu kwamba mafundisho yaliyotolewa na Mwenyezi Mungu ni mafundisho ya amani na upendo na mapenzi, na Mungu ametufanya kuwa taifa moja. Tunatakiwa tuwe taifa moja na tuache kibri yetu kando, na hatutakiwi tujiingize katika kibri. Mwenyezi Mungu awajalie wote akili sahihi.
kuna riwaya moja hii pia kwamba wakati Umar alipowaondoa mayahudi katika Khaybar, Hazrat Jabbar bin Sakhat ni Yazid bin Sabit, hawa walienda upande wa Khaybar. hawa wote walikuwa wakienda kufanya hesabu na thamani ya mazao ya Khaybar. kwa hao walifanya sehemu ya kila mtu. Hazrat Umar alimpatia sehemu moja Hazrat Jabbar bin Sakhar pia pamoja na masahaba wengine. Hazur anasema haya ni matukio ya masahaba. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja hawa masahaba wote, amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.